Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Ijumaa tarehe 7 Novemba 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 March mpaka tarehe 19 April. Ukweli ni kwamba upo moto leo, utakuwa mkali kupita maelezo. Watu ambao hawakujui moja kwa moja utawakarimu vizuri sana, hasa pale wanapokujia aidha kwa kukusalimia au kukujia kwa majambo yao. Leo pesa ni wastani licha ya kutokubaliana mabadiliko individual au kwa kikundi. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Upande wa fedha ni wastani na mapenzi yapo down leo. Siku ya leo moyo utaenda wastani kwa vile hisia zako hazitachezewa kamwe na unaweza fanya vile unataka licha ya kuwa na wapenzi zaidi ya moja. Baraka zako zitawafanya wengine waweze fanikiwa kipindi wakiwa nawe tu. Nyota inawezekana kuwa unatambua au hutambui hili swala. Mwisho ni mwema rafiki na kuwa makini na siri. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Siku ya leo utapinga moja kwa moja jambo ambalo unahisi linakurejesha nyuma na hata kuharibu taito yako. Utakuwa mkali. Unaweza ukapata bahati leo ya kuingiza pesa kutokana na maneno yako rafiki, ila tumia akili zaidi na usifanye isipokuwa jambo ambalo unaliweza. Matarajio ni mengi ila hakikisha unafanya moja ili uweze kufika. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow au grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Siku ya leo utajizuia nafsi yako katika kushiriki jambo ambalo moja kwa moja nafsi yako imekataa. Leo utaona sura mpya zikiwa na maneno matamu ambayo itakufanya kulainika kwa kiasi fulani. Kwa makini rafiki. Upande wa pesa ni wastani licha masaibu mengi uliokuwa nayo rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni moonstone au pearl. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Utapunguza utoaji leo kwa pesa ikiwa na maana utasema kweli. Upande wa pesa upo down ila watu ambao unawaangalia wapo vyema kabisa leo. Utapata habari ambayo inahusiana na kazi na hata kupata kumbukumbu za nyuma namna gani uliandika barua yako. Upande wa nafsi yako utakubali, utazoea hali fulani ambayo inakubalika na jamii rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Siku ya leo mwelekeo wako utakuwa mzuri hasa katika kuliendea jambo la pamoja. Safari zako leo zitakuwa fupi sana ila zitakuwa na maana sana. Mafanikio ikiwa wewe kama mzazi au mlezi utakuwa macho katika kuhakikisha watoto wanakuwa safi na hata upande wa haki zao
na hata upande wa haki zao utazingatia kwa kiasi fulani. Pesa zipo wastani na mapenzi pia. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire na carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Unaweza taka jambo lako litimie leo kwa njia moja, hata kutumia njia ya uongo. Njia ya uongo utafanya hadaa. Upande wa pesa upo wastani na hata mapenzi pia. Utakuwa na jazba sana leo na hata mawazo lukuki ambayo haya yatakujenga siku za usoni. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni opal na lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya nge au scorpion, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Baadhi ya majambo yatakuwa down, hasa upande wa mahusiano baada ya kuahidi kitu na kutokutekeleza. Muonekano wako kwa wengine leo ni perfect. Usafi upo juu na hata baadhi ya watu wanaweza fuata nyendo zako kwa namna moja ama nyingine. Leo tunatarajia upande wa pesa ni wastani na hata unaweza pata mtihani ambao ni mithili ya kipimo katika upande wa imani yako leo rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni topaz au malachiche. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Matarajio yako leo yatakuwa juu na huenda confidence yako ikawa juu pia leo. Baadhi ya ahadi ulizoahidi zitakuwa juu leo. Ubora wa mtu ni utu na wala si mali rafiki. Uwezo wako utautumia vyema leo. Hivyo basi, kuwa makini sana na watu waliokuzunguka. Hakikisha siri zako zisizagae rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Siku ya leo unaweza kupewa moyo katika jambo fulani ambalo umekata tamaa nalo, alama ambayo mzazi wako ikiwa babu na kadhalika walioiacha ni ya kuigwa. Leo tunatarajia utafikia kiwango fulani cha kupata kile ambacho unakipigania kukipata ndani ya kipindi hiki. Mapenzi yapo wastani kiasi na hata upande wa pesa pia, walakini utakuwa mkali siku ya leo. Na siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Utapata msaada katika jambo fulani baada ya kuondoa mahali, na hakika usiogope rafiki. Ubaya wa sigara au pombe anaujua ni yule ambaye ametengeneza hizo bidhaa na wala si mtumiaji, bali mtumiaji anapata kujua baada ya kumtokea majanga. Hivyo basi, kitu ambacho unashauriwa na watu ambao washakula chumvi nyingi vizuri, ikiwa vyema kipokee na kibaya kiache. Upande wa fedha bado upo down na mapenzi ni moto. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi ya bahati ni sky blue na Q. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Pisces samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Sio jambo la kushangaza au limezuka tu, bali ndio ukweli kutokana na unavyojitolea kwa wengine au kwa mtu fulani. Sio ujira ambao unapaswa ulipwe ufanyiwe, ni kiwango kidogo sana. Leo tunatarajia unaweza jigamba kutokana na kikundi fulani kufanya vyema kabisa. Jamii unaoishi nayo itakuangalia kwa jicho zuri sana, moyo wa kutoa. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo.
na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni Jad au Aquamarine. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye. Usiache kutufollow katika akaunti zetu za Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn na kadhalika. Akaunti zote unaweza kutafuta kwa kuandika tu Saadil Habshi ukatupata. Uko utabiri hujaupata kwa siku, labda unaweza kaingia YouTube moja kwa moja na utaukuta kwa muda muafaka kabisa. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.